Baadhi ya maafisa wa kijeshi nchini Mali walishirikiana na kundi la jihadi na waasi waliozindua mashambulizi makubwa zaidi katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja katika nchi hiyo iliyokumbwa na migogoro, mamlaka nchini Mali zilisema siku ya Ijumaa jioni. Wakati huo huo, wapiganaji waasi walisema mapema siku hiyo kwamba waliteka kambi muhimu ya kijeshi katika mji wa kaskazini wa Tessalit baada ya jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi kujiondoa huko. Madai hayo ya kundi la waasi la Azawad Liberation Front yalikuwa pigo la hivi karibuni kwa serikali ya kijeshi ya Mali, ambayo ilipoteza udhibiti wa mji mkuu wa Kidal mapema wiki hiyo kama sehemu ya mashambulizi yaliyomuua waziri wa ulinzi wa Mali, Sadio Kamara. Mali imekuwa ikiongozwa na jeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020 na imekuwa ikikabiliwa na ghasia kwa muda mrefu, huku vikundi vya wanajihadi vikipanuka katika maeneo ya jirani ya ukanda mpana wa Sahel kusini mwa jangwa la Sahara, ambao unajulikana kama kitovu cha ugaidi. Mashambulizi ya hivi karibuni katika taifa hilo la Afrika Magharibi yalianza Jumamosi baada ya kundi la JNIM linaloungwa mkono na Al-Qaeda na Azawad Liberation Front kushirikiana kulenga uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu Bamako, pamoja na miji mingine ya Mali katika mashambulizi yaliyofanywa karibu wakati mmoja, huku wapiganaji wakiendesha pikipiki na malori. Taarifa kutoka kwa mwendesha mashtaka wa umma katika mahakama ya kijeshi ya Bamako iliyosomwa kwenye televisheni ya serikali siku ya Ijumaa ilibainisha kuwa uchunguzi uligundua ushahidi thabiti kuhusu ushirikiano wa baadhi ya wanajeshi katika mashambulizi hayo, wakiwemo maafisa waliokuwa kazini na waliostaafu hivi karibuni. Maafisa hao walishiriki katika kupanga, kuratibu na kutekeleza mashambulizi hayo, taarifa ya mwendesha mashtaka ilisema, huku pia ikidai kuhusika kwa wanasiasa akiwemo Omar Mariko, mwanasiasa mashuhuri wa Mali aliye uhamishoni. Kabla ya kuwasili kwa wapiganaji wa FLA siku ya Ijumaa, jeshi la Mali na wanachama wa kikosi cha Afrika cha Urusi waliripotiwa kujiondoa kutoka kambi ya kijeshi ya Tessalit ambayo iko kimkakati karibu na uwanja wa ndege na mpaka wa Algeria. Achafji Agbuhanda, kamanda mkuu wa FLA, alitangaza kutekwa kwa Tessalit katika video ya mtandaoni iliyothibitishwa na shirika la habari la Associated Press. Angalau maeneo 10 yameshambuliwa na wanamgambo tangu mashambulizi ya hivi karibuni yalipoanza na kulazimisha vikosi vya Mali na Urusi kujiondoa katika mji muhimu wa kaskazini wa Kidal ambao ulikuwa ngome ya waasi. Serikali ya kijeshi ya nchi hiyo imeahidi kuendelea na mashambulizi yake ya angani na ardhini dhidi ya wanamgambo. Assimi Goita, kiongozi wa kijeshi wa Mali, alisema siku ya Jumanne kwamba operesheni za kijeshi zitaendelea hadi kuhakikisha vikundi vyenye silaha vinavyohusika na usalama wa kudumu umerejeshwa nchini kote. Wanajihadi wamefunga barabara zinazoelekea mji mkuu wa Mali, Bamako, katika siku za hivi karibuni na kuongeza shinikizo kwa jiji hilo ambalo tayari lilikuwa likikabiliwa na kizuizi cha mafuta kilichowekwa na wanamgambo mwishoni mwa mwaka jana. JNIM mapema wiki hii ilitangaza kuwa itatekeleza kizuizi kamili cha njia 4 kuu za Bamako ambazo hapo awali zilikuwa zimefungwa kwa sehemu na wanamgambo. Foleni ya magari kuelekea jiji hilo ilivurugika siku ya Ijumaa na kulikuwa na ripoti za vizuizi vya barabarani. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.